Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, leo tunakukaribisha ili tuweze kuzungumzia kuhusu wasifu mfupi wa kuvutia wa Bibi Therese Wanier, ambaye huyo ni waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaani mwanadiplomasia wa DRC. Muktadha na mafunzo, au kwa namna nyingine tuzungumzie elimu na maarifa alionayo bibi huyo. Bi Therese Kaikwamba Wanier alizaliwa mwaka wa 1983 huko mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mama yake ni raia wa DR Congo na baba yake ni kasisi wa zamani wa Kikatoliki wa taifa la Ujerumani, Johannes Wilhelm Wanier. Kasisi huyo alizaliwa mwaka wa 1937, naye aliwasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka wa 1966, ambapo alihudumu katika parokia ya Mtakatifu Alfonso, yaani Saint Alphonse, ndani ya kata ya walio wengi ya Matete mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini mnamo mwaka wa 1977 kasisi huyu aliamua kujiuzulu, naye alijiuzulu kazi yake ya upadri, akaoa mshirika wake mwenye asili ya Kongo, yaani akamwoa bibi Mkongomani mzaliwa wa eneo la Mbujimai anayeitwa jina la Therese Kaikwamba Kabunji huko mkoani Kasai. Katika ndoa yao, Bwana Johannes Wilhelm Wanier na Bibi Therese Kaikwamba Kabunji walifanikiwa kuwazaa watoto 3, mkiwemo mabinti 2 na mtoto mmoja mvulana, yaani wa kiume, ambaye huyo hayuko tena duniani, amehisha kufa. Therese Wanier alikomalea na kupitiza utoto wake sehemu mbalimbali. Kwanza huko mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadaye huko Ujerumani, Lome na hata Accra. Bibi huyo ana shahada ya degree kutoka shule la Harvard Kennedy, chuo kikuu cha Fordham, kampasi ya kimataifa ya haki za kibinadamu na chuo kikuu cha Johannes Gutenberg Mainz. Dada yake mkubwa anayeitwa kwa jina la Katarina Mbuyi Wanier alizaliwa mwaka wa 1978 huko mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naye kwa sasa ni mshauri mkuu wa sera za kigeni wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo. Mambo aliyoyafanya katika maisha yake. Bibi Therese Kaikwamba amekuwa na taaluma tofauti katika sekta za umma na za kibinafsi. Mnamo mwaka wa 2009 na 2011 alifanya kazi katika shirika la ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa la Ujerumani, GIZ, likiwa mjini Kigali huko
nchini Rwanda. Baada ya hapo alihamia mjini Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuanza kufanya kazi na shirika la Oxfam. Mwaka uliofuata alichukua uongozi wa shirika hilo la Oxfam kwa ukingo wa raia. Mwaka wa 2014 alijiunga na Umoja wa Mataifa na kufanya kazi kwenye tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa, mkiwemo MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia akaitumikia MINUSCA huko nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mnamo mwaka wa 2019 Bibi Therese Kaikwamba Wanyer alihamia mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo alifanya kazi kama msaidizi wa Qian Wang, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa katika kanda la Maziwa Makuu ya Afrika. Kabla ya kuteuliwa kwake kuwa waziri wa mambo ya nje kwenye serikali ya Rais Felix Tshisekedi, mwanadiplomasia huyo alihusika na mpango wa kikanda wa Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara kwenye Meta Group. Waandishi wadokeza hili. Ni hayo machache kama vile historia fupi inayomhusu waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku hii ya tarehe Juni 29 mwaka wa 2025. Hii ni Kuna Nini News. Hadi kwa mara nyingine tena, nasema asante kwa muda wako wa kututegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Hadi tutakapokutana tena hewani, sina budi kukushukuru wewe uliyokubali kuandamana nasi tangu tulipoanza na kumaliza kipindi chetu cha leo, ambacho ni habari fupi zilizozungumzia wasifu mfupi wa kuvutia wa Bi Therese Kaikwamba Wanyer, aliye waziri wa mambo ya nje, mwanadiplomasia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambaye katika kazi yake ameonyesha ulimwengu mzima na kuipa nafasi nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo samani kwenye ulimwengu, haswa kupitia ufasaha wake wa kuongea. Ni hayo tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa mara nyingine, na kutakia kila laheri.